Promova TV, a home of testimonies. Karibu sana kwenye mwendelezo ushuhuda wa Moses Lushiku wa nchini Kongo. Na hii ni sehemu ya 11. Mimi msimuliaji wako katika ushuhuda huu, jina langu ni Jacktan Msafiri. Unaweza pia ukanifuata kwenye Facebook, Instagram pamoja na TikTok kwa jina hilo hilo la Jacktan Msafiri. Wahariri wa sauti katika ushuhuda huu ni David Robert na Eric Audax. Lakini unaweza ukapata mwendelezo wa ushuhuda huu pamoja na shuhuda na simulizi nyingine nyingi za kweli kutoka kwetu katika channel yetu ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. P-R-O-M-O-V-E-R. Promova TV. Karibu tuendelee. Na wasalimu wote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mimi ni ndugu yenu katika Kristo, Moses Lushiku. Nilimjua Bwana katika mwaka wa 1984. Jioni moja nilikuwa nimepumzika na kujilaza kwenye sakafu ya boma langu, ambapo ghafla nilihisi nguvu ikinishika. Nilizidiwa na nguvu hiyo. Nilihisi furaha. Ndivyo nilivyoitwa. Hivyo ndivyo nilivyompokea Bwana. Na nikawa na furaha tele. Nilijipata kwenye wingu. Hapo ndipo nilipomwona Bwana Yesu Kristo kwa mara ya kwanza. Yesu alinionyesha sayari ya dunia. Mahali tuliposimama palikuwa mbali sana na dunia. Yesu alisema, "Hii ndiyo kazi niliyokupa. Angalia sayari ya dunia na ugawanye mara 3. Hiyo itakuwa sehemu ya watu ambao wananijua mimi kupitia huduma yako. Utakuwa miongoni mwa watu ambao nitawatumia kama vyombo vya kuleta unyakuo wa kanisa. Wewe ni mtumishi wa nyakati za mwisho. Nitakutumia katika uwanja wa ufunuo na utakuwa na huduma ya kinabii." Huo ndio wito wangu na jinsi nilivyoitwa. Kwanza, Yesu ni Mungu. Unapomkubali yeye, macho yake yanakupelekea upako wake. Ufahamu wako unafanywa upya na unaunganishwa na uwezo wa kawaida, huku ufahamu wako unatiwa nuru. Uwepo wake ni wa kimungu. Unajua ni yeye. Hakuna kitu kama shaka unapokuwa mbele za Yesu. Lakini kwa bahati mbaya, mtu aliyenitambulisha kwa Yesu alikuwa amerudi nyuma. Tunatumaini na kuomba kwamba atarudi kwa Kristo. Mpendwa, Biblia inasema katika Mathayo 24:29, "Mara baada ya dhiki ya siku zile, jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake. Nyota zitaanguka kutoka mbinguni na nguvu za mbingu zitatikisika." Neno la Mungu linatangaza kwamba manabii wote wametoa unabii mpaka kufikia kwa Yohana. Na Yohana alipokuja alimleta Yesu kwa ulimwengu. Kwa hiyo kipindi kipya kilianza na Yesu, kwa sababu nabii na Torati zinazungumza juu ya ujio wa Masihi ambaye ni Yesu Kristo. Yesu alipokuwa duniani alisema tutaona ishara za mwana mbinguni, na alitupa ishara 3. Jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwangaza wake na nyota zitaanguka kutoka mbinguni. Mara baada ya dhiki ya siku hiyo, jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake na nyota zitaanguka kutoka mbinguni na nguvu za mbingu zitatikisika. Soma kitabu cha Mathayo sura ya 24 mstari wa 29. Katika Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 20, Biblia inasema kwamba
jua litageuzwa kuwa giza na mwezi kuwa damu kabla haijaja siku ile kuu na tukufu ya Bwana. Matendo 2:20. Wapendwa, jua, mwezi na nyota ambazo Yesu alikuwa anazizungumzia hapo ni nembo za kinabii, ingawaje ni nyota zenye mwanga au za angani. Siku moja Yosefu aliota jua, mwezi na nyota zikiinama mbele yake. Biblia inasema akaota ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine. Na tazama, jua na mwezi na nyota 11 ziliniinamia. Kitabu cha Mwanzo sura ya 37 mstari wa 9. Yakobo akamwambia, mwanangu, wataka mimi baba yako na Raheli mama yako na ndugu zako wote ni sujudu mbele yako? Mwanzo 37:10. Mpendwa, ishara ya kurudi kwa mwana wa Mungu inaweza kupatikana kinabii katika nyumba ya Yakobo. Jua katika ndoto ya Yusufu ilikuwa ikimrejelea Yakobo ambaye ni baba wa taifa kabla ya kurudi kwa Bwana. Bwana wa waumini wote atamtazama na kumtegemea patriarki wa kanisa ambalo ni huduma 5. Huduma hizi 5 ndizo patriarki wa Agano Jipya na kanisa. Wao ni wasambazaji wa neno la Mungu. Biblia inasema kwamba jua au nyota zitatoa mwanga na kwamba jua litatiwa giza. Hata hivyo, Daudi anasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Zaburi ya 119 mstari wa 105. Neno la Mungu ni nuru ya kinabii. Tunahitimisha kwamba kabla ya ujio wa mwana wa Adamu, wasambazaji wazee wa neno hawatafundisha neno tena. Matokeo yake kutakuwa na giza. Ni dhahiri na shahiri kwamba leo jua halitoi mwanga wake. Neno la kibiblia na kinabii halihubiriwi tena. Inachanganywa na kubadilishwa na mawazo ya kibinadamu. Jua ambalo ni huduma 5 iliyoanzishwa na Kristo kufundisha neno na kutoa nuru inashindwa kusambaza neno la kibiblia na kinabii. Mpendwa, kwa neema ya Mungu nilisafirishwa katika mbingu ya pili na malaika mkuu Mikaeli kuhudhuria mkutano uliohuishwa na Lucifer ambao ulidumu kwa miezi 4. Katika mkutano huu Lucifer aliwauliza washiriki, tunaweza kufanya nini ili kuushinda ubinadamu? Kisha Lucifer akasema, kiini cha ubinadamu ni kanisa. Kwa hiyo tutalitenganisha kanisa ili kuteka ubinadamu wote. Shetani huwa halinukuu jina la Yesu. Anamtaja tu Yesu kama yule mwingine. Kutaja tu kwa jina la Yesu kutamfanya anguke. Kwa hiyo Shetani akasema, neno la yule mwingine linasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Kwa hiyo tutafanya kila tuwezalo kulizuia neno hilo linaloitwa nuru kutangazwa kote kote duniani. Lucifer alisema, kama kinyume cha nuru ni giza, na kama vile kitabu chao kinaniita mkuu wa giza, kutakuwa na giza katika kanisa, kwa sababu neno ambalo ni nuru halitatangazwa. Tutaweka giza na ubatili badala yake. Matokeo yake nitalishinda kanisa ambalo litakuwa mali yangu. Matokeo yake ubinadamu wote utakuwa wangu. Mpendwa, Biblia inasema, na yajua matendo yako na ukaapo ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani. Ufunuo 2:13. Tunapaswa kujaribu kujibu swali hili. Kiti cha enzi cha Shetani kiliishiaje kusimamishwa katika kanisa la Yesu Kristo? Ni wakati wa neno la Mungu la kinabii na kibiblia halitangazwi tena, na giza linapochukua nafasi ya nuru ya neno la unabii. Matokeo yake
Kuna giza na kile cha enzi cha shetani kinaanzishwa katika kanisa, na yeye ndiye anayetengeneza sheria katika makanisa leo. Wakati neno la kibiblia na la kinabii halihubiriwi, Mungu hayupo, bali kiti cha enzi cha shetani badala yake kinawekwa. Kutokuwepo kwa neno la Mungu ni ishara ya kuja kwa mwana wa Mungu. Kuanguka kwa nyota, ambayo ndiyo mada yetu ya leo, ni matokeo ya ukweli kwamba jua, ambalo ni huduma tano, linashindwa kuangaza na kusambaza neno. Na athari ya kwanza ya jua kushindwa kuangaza itakuwa mwezi unaowakilishwa na Raheli, mke wa Yakobo, sura ya kanisa la Yesu Kristo. Kushindwa kusambazwa neno kwa huduma tano kutaathiri kwanza kanisa, ambalo kinabii ni mwezi ambao utageuka kuwa damu. Kama Biblia inavyosema, alikuja kwa walio wake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, kwa damu wala mapenzi ya mwili wala mapenzi ya mwanadamu, bali aliyejazwa na Mungu. Kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 11 hadi 13. Mpendwa, watoto wa Mungu hawajazaliwa kwa damu bado. Biblia inasema mwezi ambao ni kanisa utageuka kuwa damu, ambayo ni sura ya mwili na mali. Ujumbe wa kinabii uko wazi. Wale ambao hawajazaliwa kwa mwili na damu wataanguka kutoka mbinguni hadi kwenye tamaa ya kimwili, kutoka kwa tamaa ya mbinguni hadi motisha ya kidunia. Kugeuzwa kwa mwezi kuwa damu ni kushuka au kuanguka kwa kanisa kwa kupenda mali. Damu ni mfano wa mwili. Kanisa litageuka kuwa kiumbe cha kibinadamu. Hata hivyo, Biblia inasema mwili na damu hazitaingia katika ufalme wa Mungu. Wakorintho wa kwanza 15:50. Kwa kweli, kanisa limekuwa mahali ambapo unaweza kubonyeza kitufe cha uchawi ili kupata pesa na kutoboa kijamii na kifedha. Lakini Biblia inatuambia kwamba kanisa ni bibi harusi wa Roho wa Kristo, na kwamba yeyote anayejishikamanisha na Bwana anakuwa roho moja naye. Na kama vile Bwana ni roho, kanisa lake au bibi harusi wake pia ni wa kiroho. Tatizo la kanisa ni kwamba jua halitoi mwanga wake. Matokeo yake, kanisa linazingatia maisha ya sasa na ya muda. Mpendwa, giza hili la kanisa tunaloshuhudia leo ni sauti ya baragumu na onyo kwa wale wanaoonywa au wenye busara. Hii ni ishara ya kuja kwake mwana wa Adamu ambaye yuko karibu kutokea. Hii inaeleza kwa nini mafungo yetu, kufunga kwetu na maombi, motisha zetu zote ni kuhusu mafanikio na ustawi. Ni dhahiri kwamba mwezi tayari umegeuka kuwa damu, lakini Biblia inasema kwamba nyama na damu hazitaurithi ufalme wa mbinguni. Jua litawajibika kwa hali hii. Ninamaanisha huduma yenye sehemu tano ndiyo inayohusika na mgogoro huu. Kwa hivyo, ni dawa gani ya mgogoro huu wa kiroho uliosababishwa na mwanadamu? Katika Mathayo 24:45, Yesu aliuliza, ni nani basi yule mtumwa mwaminifu na mwenye busara ambaye bwana wake amemweka juu ya nyumba yake awape wengine chakula chao kwa wakati wake? Kwanza tuliona kwamba Biblia inasema Bwana amemweka juu ya nyumba yake. Kanisa ni nyumba ya Yesu, si ya wachungaji au mali ya mtu yeyote. Tunaona kwamba Biblia inakazia ukweli kwamba mtumishi mwaminifu anapaswa kuwapa wengine chakula chao kwa wakati ufaao. Sasa, ni chakula gani kwa wakati ufaao? Swali ni saa ngapi sasa? Tunaishi katika siku za mwisho. Kwa hiyo chakula kinachopaswa kupelekwa kanisani
kinapaswa kuendana na nyakati tunazoishi sasa. Ili kuelewa wakati tunaoishi sasa, acheni tupitie uchunguzi wa wakati kwa ufupi katika Ufunuo 3:20. Tazama, nasimama mlangoni na bisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia na kula pamoja naye na yeye pamoja nami. Bwana ambaye ni Bwana wa nyakati na hali anasema hapa kwamba mtu yeyote akimfungulia ataingia na atakula pamoja naye. Je, unapaswa kujiuliza ni lini chakula cha jioni? Ni wazi kabisa kwamba tunashughulika na wakati wa jioni. Mpendwa, huwezi kula kifungua kinywa jioni, unahitaji chakula cha jioni. Watumishi wengi wasio waaminifu leo wanapeana kiamsha kinywa badala ya chakula cha jioni. Mpendwa, lazima uhakikishe kuwa unapewa chakula cha jioni, kwa sababu tuko jioni ya nyakati na jioni ya historia ya wanadamu. Hebu turejee katika kutangatanga kwa wana wa Israeli jangwani na tuchambue aina ya vivuli vya chakula walichokuwa wakila. Jangwani, wana wa Israeli walikuwa wanakula mana asubuhi, na jioni walikuwa wanakula kware, ambao ni ndege wanaohama. Kuhama kuna maanisha kuacha eneo moja kwa jingine kwa manufaa. Kware ni ndege anayehama kutoka sehemu moja hadi nyingine na si kurudi tena. Wakati wa baridi, kware walihama, na tunaitwa kula kware jioni kwa sababu tunahama kutoka ardhini kwenda Yerusalemu mpya. Tukiangalia mpangilio wa matukio, ni wazi kwamba kuanzia Adamu hadi Ibrahimu ni miaka 2000, na kutoka kwa Ibrahimu hadi kuzaliwa kwa Kristo ni miaka 2000, na kutoka kuzaliwa kwa Kristo hadi 2000 ni jumla ya miaka 6000. Hii ina maana tuko katika sabato, milenia ya 7. Tumefika mwisho wa historia ya mwanadamu. Biblia inasema ombeni ili kukimbia. Biblia inasema ombeni ili kukimbia kwenu kusifanyike wakati wa baridi au siku ya sabato. Mathayo 24:30. Lakini tayari tuko kwenye sabato. Lazima uelewe, tangu mwaka 2000 tunaishi katika wakati wa ziada. Bwana Yesu anagonga mlangoni kwa ajili ya chakula cha jioni. Ni lazima tule kware, kwani chakula hiki kinahusiana na wakati wa jioni. Katika chakula hiki kuna dhana ya safari au uhamiaji kutoka duniani kwenda mbinguni. Tunapaswa kula chakula ambacho kitatuwezesha kuhama kutoka duniani hadi enzi za milele. Mpendwa, kule jangwani wakati wa mchana kulikuwa na nguzo ya wingu na jioni kulikuwa na nguzo ya moto. Kitabu cha Kutoka sura ya 13 mstari wa 21. Nguzo ya wingu ni mfano wa baraka, kwa sababu mawingu husababisha mvua, na mvua inaponyesha kilimo hustawi. Nguzo ya wingu ni agano la kale, ilikuwa karibu kunyesha na kubariki. Lakini tunapokuwa jioni, tupo chini ya nguzo ya moto. Kwa hiyo tuko katika wakati wa mabadiliko na utakaso wa moto, kwa sababu makusudio ya moto ni utakaso. Ingawa inaumiza na kuliza, lakini inatupa asili ya kimungu, kwani Mungu wetu ni moto ulao. Biblia inasema kwamba Mungu alimwambia Ibrahimu atoke nje, na akasema, sasa tazama mbinguni, uzihesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Mwanzo 15:5. Kutoka kuzaliwa kwake na huduma yake, Yesu alianzisha kipindi kipya kupitia nyota. Katika kuzaliwa kwake, nyota yake ilionekana na wanajimu waliomletea zawadi. Biblia inasema kwamba wale walio na ufahamu watang'aa kama mwangaza wa anga la mbinguni, na wale
wanaongoza wengi kwenye uadilifu kama nyota milele na milele. Danieli 12:3. Ni wazi kwamba uzao wa Ibrahimu unatambulishwa kama nyota, na katika Kristo sisi ni uzao wa Ibrahimu. Kama ilivyoandikwa, ndivyo watakavyokuwa uzao wenu, nyota. Wale wanaofundisha uadilifu wanaitwa wazao au nyota za Ibrahimu, nao watang'aa. Anguko la nyota ni juu ya kupungua kwa uzao wa Ibrahimu ambao wameacha matarajio yao ya mbinguni kwa mahitaji ya kidunia na ya muda. Wanapaswa kufundisha haki kama ilivyoandikwa, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Watoto wa Ibrahimu walikuwa wameacha matamanio ya kimbingu na wanachochewa kutafuta mali ya kidunia, lakini Biblia inasema kwamba Ibrahimu alikuwa anatazamia jiji lenye misingi ambalo mbuni na mjenzi wake ni Mungu. Waebrania 11:10. Matokeo yake, makanisa yanayohubiri kutafuta mali na mafanikio ya kidunia yamejaa nyota zilizoanguka, lakini makanisa yanayowatayarisha waumini kwenda mbinguni ndiyo yanayong'aa kama nyota, ingawa ni wachache zaidi. Basi mtu yeyote atakayevunja amri moja kati ya hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Imeandikwa kwenye Mathayo 5:19. Ushahidi kwamba nyota zimeanguka ni kwamba hakuna hata mmoja wao anayetafuta kwanza ufalme. Hata hivyo, Biblia inasema, utafuteni kwanza ufalme na hayo mengine mtazidishiwa. Uzao wa Ibrahimu unatafuta vitu vinavyopaswa kuongezwa kwao badala ya kutafuta ufalme wa Mungu. Swali tunalolazimika kuuliza ni, je, mnatafuta kwanza ufalme au mambo ambayo yanapasa kuongezwa kwenu? Biblia inasema kwamba nyota zitaanguka. Katika nyakati hizi sasa, waumini wengi wameanguka kwa sababu ya udanganyifu wa wahubiri wa ustawi na wahubiri wa injili ya neema. Biblia inasema katika Ufunuo 12:4, na mkia wake wakokota theluthi moja ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Mkia unaashiria shambulio la ujanja kwa mwathirika bila kuonekana na ghafla. Ni kazi ya udanganyifu na giza ambayo imeingia ndani ya kanisa na kusababisha waumini wengi kuhatarisha na kuharibu wokovu wao na kuanguka kutoka kwa neema na kutoka kwa imani. Kama matokeo ya kutiwa giza kwa jua, yani huduma 5 za kupotosha injili, mwezi kugeuka kuwa damu, yani kanisa kuwa la kimwili na la kimwili, nyota, yani waamini kugeuza macho yao kutoka kwa haki na mambo ya mbinguni na mambo ya kimwili na ya dunia, wameanguka. Na sasa nitakupatia siri jinsi ambavyo Mkristo anayeomba anaonekana kila usiku. Tunamshukuru Bwana kwa mkono wake wa ulinzi mchana na usiku. Je, unajua unakuwa kitu gani wakati wa usiku? Ufunuo huu nilipewa na Bwana. Aliniambia kuwa kila usiku tunakuwa kile tulichowekeza siku nzima. Mkristo anaposoma, kutafakari na kuomba neno la Mungu, hajui amekusanya nini katika akaunti yake. Matendo ya kusoma Biblia, kuhubiri neno, kusikiliza mahubiri ya neno, kufanya maombi, maombezi na kuabudu nyumbani, katika jumuiya au kanisani, yote ni mambo matakatifu na mazito yanayoitwa ibada. Mara nyingi hutokea Wakristo wanapokwenda kanisani hawajui wanachopata rohoni. Wale ambao hawapo katika kanisa hawajui ni nini wanachopoteza katika roho. Kama vile imeandikwa kwenye Biblia, Zaburi ile ya 133
mstari wa 1 hadi wa 3. Tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama yale marhamu ya thamani kichwani, yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake, kama umande wa Hermon, na kama umande ushukao juu ya milima ya Sayuni. Maana huko ndiko Bwana alikoamuru baraka, naam, uzima hata milele. Mstari wa mwisho unasema Bwana aliamuru baraka, naam, uzima hata milele. Wakristo wanaoacha kukusanyika pamoja, Waebrania 10:25 imeandika, wanakosa baraka hii bila kujua. Tunapokutana katika mikusanyiko yetu au kuketi kwa utulivu nyumbani kusali, kuabudu, kusikia neno, kula komunio, kufanya maombezi, tunamlisha mtu wetu wa kiroho. Tunapolala, nguvu ambazo tumekusanya katika ibada tofauti kutwa nzima zitatutulia. Tunapolala, nguvu hizi zitaunda sura yetu ya kiroho na uwakilishi wa Bwana. Kama maandiko yanavyosema katika Zaburi 17:15, nami nitautazama uso wako katika haki. Mtu kama huyo anavyotumia muda kumwabudu Bwana na kuutazama uso wake katika haki, ataumbwa kwa sura yake. Wakati wa mchana, wasiwasi na wajibu wa kutimiza wajibu wetu na kutatua changamoto na matatizo ya siku inaweza kutufanya tuwe macho. Lakini nguvu za kiroho tunazokusanya mchana na usiku kwa kuomba, kusoma neno na kutafakari, maombezi, vita vya kiroho na kadhalika, hutupatia uwakilishi wa kiroho wa kutuwezesha kupata usingizi mnono licha ya matatizo ya mchana. Tuna miili inayokula chakula cha kimwili, huku akili zetu zikijilisha vitu vinavyofaa kwa akili kama vile vitabu, picha, sinema, fasihi na kadhalika. Tunachofanya katika ibada zetu za kiroho mchana na usiku hutubadilisha na kuwa watu wa ajabu. Sisi si watu wa kawaida tena. Tunakuwa akili na roho zilizojazwa nguvu za kiroho na upako ambao utatumika kwa madhumuni ya maambukizi na mionzi. Na nguvu hizi za kiroho zitatuma miale kuangamiza maadui wa maisha yetu na mapepo wanaofanya kazi dhidi ya Wakristo. Wakristo ambao wamezoea ibada watakuwa washindi wakati wa usiku, kwa kuwa watakuwa na nguvu za kiroho za kuzuia mashambulizi ya kishetani. Watapata upako kiasi kwamba watapeleka mionzi ya kuharibu kazi za shetani hata umbali wa kilomita nyingi. Kuna rekodi inayofanya kazi ndani ya Mkristo ambaye hutenda kwa bidii ibada na mazoea ya kiroho. Anakuwa shujaa wa Kikristo usiku hata anapolala. Anakuwa kila kitu alichofanya wakati wa mchana, na hiyo huongeza kiwango chake cha kiroho na uwezo wake wa kiroho. Tunapojipanga na kujikusanya kufanya kazi takatifu kama vile kuabudu, maombi, kusikiliza mahubiri yaliyojaa roho, kutafakari neno, kufanya maombezi na kadhalika, mtu wetu wa kiroho anakuwa mpokeaji wa vyombo vya mafuta ya Roho Mtakatifu. Tunatoka nje ya kawaida. Mtu wetu wa kiroho aliyejazwa kiroho anakuwa chombo mikononi mwa Bwana kusafiri ulimwenguni kuhudumia wale wanaohitaji uponyaji na ukombozi, kupigana vita visivyoonekana juu ya nyumba, makanisa, jumuiya, mataifa, kuwaokoa wasiojiweza na wasio na matumaini, lakini pia kuwavuta watu nje ya hatari kwa kufariji walioshuka moyo na kuzuia kujiua, kupunguza mashambulizi ya kishetani kwa watu na kadhalika. Tunakuwa wasambazaji wa nguvu za Mungu. Bwana anatugeuza kuwa vyombo vya mfano wake. Kama maandiko yanavyosema katika Warumi 8:16,
Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Lakini pia Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 18 inasema, lakini sisi sote kwa uso usio wazi tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo, toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu kwa Roho wa Bwana. Kufanya kazi hizi za kiroho, ibada na mazoea, hatua kwa hatua, hutubadilisha hadi sura ya Yesu, kutoka utukufu hadi utukufu, na hutuwezesha kufanya kazi za Kristo na hata kazi kubwa zaidi, kama vile imeandikwa kwenye Yohana 14:12. Amini amini nawaambia ninyi, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi naye atafanya, na kubwa kuliko hizi atafanya, kwa sababu mimi naenda kwa Baba yangu. Kama vile Yesu alivyosema, Baba yangu anafanya kazi siku zote, nami pia ninafanya kazi. Yohana 5:17. Vivyo hivyo Yesu anamtumia mwanadamu wetu wa kiroho, anayejazwa kiroho, ambaye anageuzwa hatua kwa hatua kuwa mfano wake, ili kufanya kazi yake pamoja naye kila mahali, mchana na usiku, hata tukiwa tumelala. Paulo anasema kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 17, lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye, na kwa kuwa Bwana anafanya kazi siku zote. Yohana 5:17 pia inasema, yeye aliyeungwa na Bwana akiwa katika roho moja naye pia anafanya kazi pamoja naye daima. Kazi hii inafanyika katika kiwango cha roho, kama Biblia inavyoiita kilindi kinachoita kilindi, Zaburi ya 42:7. Mkristo anapokuwa amejaa mafuta ya upako ndani ya kina cha roho yake, Roho Mtakatifu anaweza kuita kwenye kilindi cha Mkristo huyo na kutumia mafuta yaliyokusanywa ya upako ndani yake kufanya maelfu ya kazi na utendaji kazi katika ulimwengu wa roho. Wanyonge wa roho na akili ni wale ambao hawajazoea kufanya mazoea ya kiroho mchana. Ni wapokezi wenye kasoro, kama wale wanawali 5 wapumbavu ambao wanasinzia kila wakati na hawana mafuta katika vyombo vyao. Kuna kutokuwepo kwa ndoto na maono ya usiku ndani yao. Ibilisi anajua hili, na ndiyo maana anatuweka bize na mambo mengi ya kidunia, maana anahangaika tusije tukawa wapokeaji na wasambazaji wa nguvu za Mungu. Tunapolala, akili yetu hubadilika kuwa masafa na ina uwezo wa kunasa ujumbe kutoka ulimwengu wa roho. Akili zetu hugeuka kuwa chombo cha utambuzi wa roho. Hivi ndivyo unavyoweza kuwa umelala, lakini unapoota unapokea ujumbe unaoonyesha uwepo wa mashambulizi fulani ya kipepo. Mkristo aliyezoea ibada hukuza hali ya juu ya kiroho, na usiku wakati wa usingizi wake anakuwa mpokeaji na msambazaji wa nguvu za Mungu. Ana hisia hizi mbili, mpokeaji na mtoaji, ambazo asingekuwa nazo wakati wa mchana. Kwa nini? Kwa sababu wakati wa usiku Mungu hugeuza mtu wake wa roho kuwa chombo. Atajitofautisha kwa ndoto na maono ya usiku, na atagundua na kutambua uwepo wote wa mabaya. Bila shaka hiyo inafanya kazi katika mazingira yanayotuzunguka, kwani tumekuwa nuru angavu katika katikati ya giza. Mkristo ambaye si mwaminifu kwa ibada zake hatakuwa na nuru nyingi usiku. Alichonacho wakati wa usiku ndicho alichokusanya kiroho mchana. Mungu anamtumia Mkristo huyo mwaminifu kama nuru, na anapolala usiku, wale wanaofanya kazi gizani dhidi yake wataona nuru ikiangaza kutoka kwake. Kadri anavyotumia wakati wake mzuri mbele za Bwana, ndivyo nuru inavyozidi kuongezeka ndani yake usiku wakati wa usingizi wake.
Kwa mbali nuru hiyo itaonekana kama moto kutoka kwa safu zake, na pepo wanaomzunguka Mkristo kama huyo hawatathubutu kumshambulia. Asante kwa umakini wako. Ningependa upokee kweli hizi zote na uvumbuzi huu wote na kuufanya kuwa ukweli katika maisha yako na kuwa chombo chenye nguvu wakati wa usiku. Tutaishia hapo leo. Tafadhali usikose mwendelezo. Tukutane katika sehemu inayofuata ambapo tutazungumzia kuhusu siri ya mtu wa 4. Kumbuka, huu ni ushuhuda wa kweli kabisa kutoka kwa mtumishi wa Mungu Mchungaji Moses Lushiku kutoka huko nchini Kongo. Mimi msimuliaji wako katika ushuhuda huu, jina langu ni Jacktan Msafiri. Unaweza ukanifuata kwenye Facebook, Instagram pamoja na TikTok. Jina ni hilo hilo, Jacktan Msafiri. Wahariri wa sauti kwenye ushuhuda huu ni David Robert na Eric Audax. Lakini ili kupata mwendelezo wa ushuhuda huu pamoja na shuhuda na simulizi nyingine nyingi za kweli kutoka kwetu, zote utazipata katika chaneli yetu ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. PROMOVER, Promova TV. Ukiipata hakikisha una subscribe, lakini pia una like, una comment na una share kwa watu wengine wengi. Sambaza linki zetu kadri uwezavyo na Mungu atakubariki sana. Lakini kama una maoni, maswali, mapendekezo, ama unahitaji msaada wa kiroho, ama pengine unahitaji kutoa sadaka yako ili kuwezesha kipindi hiki cha ushuhuda pamoja na Promova TV kwa ujumla, unaweza ukatumia nambari hizi. Namba ni kujumlisha 255 766 29 4335. Namba nyingine ni kujumlisha 255 784 074 462. Asante sana kwa kufuatilia na tafadhali tukutane kwenye mwendelezo. Kwa leo tutaishia hapo na nikutakie siku njema. Kwa heri. Hii ni habari njema. Promova TV inakualika ewe mtumishi wa Mungu ambaye ungependa kutoa ushuhuda au mahubiri ili kuwafikia watu wengi zaidi duniani. Wakati ni sasa. Promova TV itakurusha hewani bure katika vipindi vyake vya neno la siku, mkate wa siku, kutoka ibadani, wito wangu na ushuhuda. Nafasi hii ni kwa watumishi wa Mungu wa kweli. Basi wasiliana nasi kwa namba 0766294335 au 0784074462. Fursa hii si ya kuikosa. Jenga makanisa na Promova. Ndiyo, jenga makanisa na Promova. Baada ya kuwezesha ujenzi wa makanisa mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, sasa Promova TV wakishirikiana na wadau mbalimbali wenye wito kama huu wa kujenga makanisa wanakuja na kampeni hii. Hii ni kampeni maalum yenye lengo la kujenga makanisa zaidi ya 20 kwa mwaka. Tunawatafuta, tunawawezesha, na kwa neema ya Mungu tunajenga makanisa yao. Hii ni kampeni endelevu ambayo tayari imekwisha anza, inaendelea na itaendelea. Shiriki sasa katika jambo hili kubwa la kipekee la kimungu. Jinsi ya kushiriki: tuma sadaka yako kwenye M-Pesa namba kujumlisha 255 762 841 734. Hiyo ni namba ya Tanzania, na M-Pesa Kenya Safaricom ni kujumlisha 254 113 844 735. Pia unaweza kutuma kupitia Equity Bank akaunti namba 3005111819273. Lakini pia unaweza kutuma sadaka yako kupitia Western Union, MoneyGram, Ria, World Limit, Sendwave na njia nyingine nyingi. Namba zote za simu pamoja na bank, majina ya usajili ni Jacktan Arbogasti Msafiri. Tafadhali wasiliana nasi kwa namba tajwa hapo juu kupitia WhatsApp ili kupata maelekezo zaidi. Hakuna kikomo wala kiwango cha sadaka. Toa kadri ya uwezo wako. Na kwa maelezo zaidi kuhusu maendeleo ya kampeni hii, taarifa zote zitaendelea kutolewa kupitia Promova TV inayopatikana YouTube. Asante kwa kushiriki kampeni hii. Jenga makanisa na Promova.
Promova TV, a home of testimonies.